Mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambaye pia amewahi kuwa mbunge wa zamani wa Iringa mjini kupitia chama cha Chadema, na pia amewahi kuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi miezi ya hivi karibuni. Hapa nikimzungumzia Peter Simon Msigwa, amesema kwamba Tanzania inahitaji kujenga amani ya kudumu kwa kushughulikia vyanzo vya migogoro badala ya kuzingatia kudumisha utulivu wa muda mfupi. Katika ujumbe wake aliochapisha kwenye mtandao wa X mnamo Juni 25 mwaka 2026 akiwa mkoani Morogoro, Msigwa alieleza tofauti kati ya kudumisha amani na kujenga amani, ambapo amesisitiza kuwa taifa linapaswa kuelekeza nguvu katika kutafuta suluhisho la changamoto zinazochochea migogoro ndani ya taifa. Msigwa amesema kuwa kudumisha amani kunadhibiti migogoro, lakini kujenga amani ya muda kunatatua chanzo cha migogoro. Na akiongeza kuwa kujenga amani kunahitaji kusikiliza sauti za wananchi na kushughulikia sababu za migongano katika jamii. Katika ujumbe wake alisisitiza ya kuwa amani ya kweli si ukosefu wa mabishano, bali ni uwepo wa haki, ukweli, mazungumzo, maridhiano na uwajibikaji. Akifafanua zaidi, Msigwa alisema kwamba mtu anayelenga kudumisha amani mara nyingi huelekeza nguvu katika kuzuia migogoro isijitokeze, wakati anayejenga amani hutafuta suluhisho la tatizo linalosababisha mgogoro huo. Nikinukuu hapa ambacho alikiandika, amesema kwamba mtu wa kudumisha amani husema tusigombane. Mtu wa kujenga amani husema kuwa tutatafuta suluhisho la tatizo lililosababisha ugomvi. Alinukuliwa akisema hivyo Bwana Peter Msigwa. Msigwa pia alinukuu mafundisho ya Kikatoliki kutoka katika Injili ya Mathayo 5:9 yanayosema kwamba heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu, akieleza kuwa upatanishi ni sehemu ya msingi wa kujenga amani ya kudumu. Kwa mujibu wa mwanasiasa huyo, amesema kwamba kudumisha amani huhifadhi utulivu wa muda, lakini kujenga amani hujenga mustakabali wa taifa, huku akiongeza kuwa kujenga amani kunasaidia kuponya majeraha ya jamii badala ya kuyafunika. Alihitimisha kwa kusisitiza kuwa Tanzania inahitaji amani inayoonekana na haki, ukweli, mazungumzo ya wazi na maridhiano ya kweli ili kuweza kuhakikisha utulivu wa kudumu na maendeleo ya taifa. Hayo ni maneno ambayo ameweza kuyatoa Bwana Peter Simon Msigwa kwa kile ambacho tumekuwa tukiona viongozi mbalimbali wa serikali wakisema kwamba utulivu, amani inahitajika, lakini hawatendi haki. Yaani wao wanajali amani, lakini haki kwa watu wanaotaka waweze kuleta amani hawawapi haki zao. Mtazamaji na mfuatiliaji wetu, tuachie maoni yako, tuambie kwamba ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine kuendelea kujuzana taarifa mbalimbali ambazo tutakuwa tunakusogezea katika chaneli hii. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine kuendelea kujuzana habari mbalimbali.